أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الأول قبل كل أول، والآخر بعد كل آخر، شديد العقاب لمن كفر، غفور رحيم لمن تبع عليه. كتب الفناء على جمعه والبقاء على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله واحد القهار، على فكبر وعصي فغفر. وأشهد أن سيدنا ومعلمنا رسولنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آتى الأمانة ونسأل الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله الحنان المنان، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك إخوة الإيمان، لا خير أن يكثر مالك
wa waladaka walakin alkhair huwa an taqilu anillah thumma tati'uhu wa huwa khairu fi dunya wal akhirah. أيها إخوة الإيمان، أنا موضوع اليوم عنوان يقول إلى شهر رمضان. Ndugu zangu katika imani, nikaanzia maneno yangu kunako maneno mafupi sana, lakini hii neno kila siku tunaianzia katika maneno yetu kwa kumsema neno gani? Kumshukuru Allah. Ndugu zangu, kumshukuru Mungu si kupoteza. Tunapiganisha sana ndani ya dunia hii, kila mtu katika hali yake ya maisha. Hakuna yule anayependa tabu, sote tunapenda maisha mazuri, na tunapiganisha sana usiku na mchana. Hakuna yule anayelala bila kufanya juhudi mu maisha yake. Kama mimi na wewe hatuhakikishe tunaipata pesa ambayo itatupatia kutimiza mahaja zetu, miongoni mwazo kula kwetu, kulala kwetu, kuishi kwetu, lakini hayo yote mafanikio yao Mwenyezi Mungu ameiweka tabaka na tabaka. Wallahi, ingelikuwa sote tungetambua kwamba hali zetu, maisha yetu, tuwe na mkabidhi kwanza Mungu, bali ya kuanza kabidhi lawama. Kama vile leo maneno yetu ndani ya mwezi kama huu, unakuta Muislamu unamuuliza vipi hali ya hizi siku, anakuambia bwana, sijui gisi ndafunga, njaa, krize haikamatike, anashindwa kuanzia kwanza. Alhamdulillah, shukuru Allah, sababu wewe umepata fursa ya kudiriki mwezi ambao wale ambao walishafariki saa hizi unawashinda fursa ya kupata msamaha ya Allah, unapata fursa ya kuomba mahitaji yako yajibiwe. Lakini mpaka leo ungali naangalia tu hali ya ufakiri, ndio unashtakia, unashindwa kuona kwanza yule ambaye aliyekuumba ndio ni tajiri, alifanya kila mtu tajiri. Ni wakati tu ana lazima kila mtu. Unaweza kuwa katika hali ngumu yenye unaona riziki leo haupate, wallahi usikate tamaa na Allah. Ni muda tu ya ile krize, ameipangia ile wakati, itafika siku utasahau, umejikuta umepata riziki. Ndio maana sio kheri kwetu sana kujivunia mali, sio kheri kwetu sana kujivunia watoto, sio kheri kwetu sana kujivunia cheo, lakini kheri, akramakum inda Allah atakakum, mbora katika sisi ni ule maisha yake atakuwa anajua Mwenyezi Mungu anapenda hiki na anakiacha, na anaishi chini ya toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hile ndiyo mafanikio. Ndugu zangu Waislamu, shahidilia kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni Mwenyezi Mungu mmoja, na ya kwamba Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ni mjumbe wake na ni mtume wake. Enyi ndugu zangu katika imani, leo hii tunapenda tukumbushie nini katika hutuba ya leo? Tumesema tutazungumzia shahru Ramadhan, mwezi huyu wa Ramadhan ambayo Mwenyezi Mungu ameanza katika mnadi akisema, tukijilani sheitani na tukijitaka rehma za Allah, anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu ametupatia fursa
ambayo ukiisoma Qur'ani utasikia miezi zote wanakuambia inna indata shuhuri inda Allah 12, miezi zinasema ni 12, lakini hii mwezi peke yake ndio utasikia wanakuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambaye inatajwa kwa jina yake specialement, kwa kutuonesha kwamba ndio mwezi ambayo ni zawadi kubwa kwa ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Waislamu? Katika hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu anasema kul amal bin adam lahu ila sawm fahuwa li wa anna ajziyun bi. Mwenyezi Mungu anasema kila matendo ambayo mwanadamu anaifanya yanakuwa ni matendo yake, na watu wanamsifia na angali hai ya kuwa huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani, huyu ni tabaka fulani, isipokuwa neno moja tu katika amali zetu, as-sawm, kufunga. Fahuwa li wa anna ajziyun bi, hii kuacha chakula, hii kuacha matamanivu, hii kuacha mawazo, anayejua malipo Allah anasema fahuwa li, ni kontra yangu na mja wangu. Ndio maana katika elimu ya kisheria wanakuambia as-sawm thalathatun, saumu hii ina vipengele 3 ambayo tuko ndani: sawmul umum, sawmul khusus, sawmul khusus wal khusus. Wakati Mwenyezi Mungu anatuita sisi kufunga, tunaanzia katika daraja ya kwanza ya saumu, na kwanza ni nini? Ndio ile ambayo falyanzuru linsanu illa tuami, mwanadamu anaitwa mwanadamu, anarespire kuitwa mwanadamu ni sababu ya chakula. Ukiima huu mwanadamu chakula, huu mwanadamu utakuta mwili inapotea, utakuta afya anapoteza, utakuta mawazo yanamubadilikia, sababu chakula. Falyanzuru linsanu ila taami, huyu mwanadamu chakula ni muhimu kwake, uhai wake hauwezi ishi bila kula. Ndio saumu inaanzia daraja ya kwanza, sumul umum, kuacha chakula, kuacha kunywa kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kuacha si sababu Mungu anatuchukia, akasema Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu, fungeni, acheni chakula yenu, acheni kinywaji kenu, kwa sababu ya kitu kimoja, mtapata afya. Ndani ya kuacha, ndani ya chakula kunapatikana chakula ambayo kuko inaletea mwanadamu maradhi, kunapatikana chakula ambayo kuko ambayo inavuruga afya. Lakini saumu ikakuja kwa mwaka, sababu Mtume akatuambia sumu mtasihu, fungeni ili mpate afya nzuri. Ndio unakuta watu wengine wakienda hospitali wanamwambia wewe fanya regime, angalia chakula yako. Ikifika miaka fulani wanaanza kuambia juu ya sukari, ikifika miaka fulani wanakuambia chumvi. Lakini Uislamu iliona na ikatutilia shahru Ramadhan, ikaonesha kwamba itafika siku ambayo chakula yako mchana kuikula ni haramu. Njoo hii mwezi ambao tumo ndani, ndio siku ambayo tumeanza mimi na wewe. Chakula kwa hizi siku imekuwa haramu kwetu mchana, kwa sababu ukikula tu mtahamidan, unakula kwa maksudi tu, unajifanya kama vile watu wengine akiona Ramadhani inaingia, sababu ya tamaa ya kula, sababu ya tamaa ya kushinda kuacha kitu cha dunia kwa dakika, anaanza kuambia iko na maradhi yenyewe haiwezi resiste njala, iko na magonjwa yenyewe, akapitisha muda wa kukula ni taabani na kitu, ili hali ana afya nzuri. Mwanadamu anasikia woga. Ndio maana mtu ukijikuta umeacha chakula yako, umeacha kinywaji chako,
huku katika saumu ya daraja ya kwanza huko mwaminifu, sababu hii chakula ukipenda kuikula unaweza ikula na hakuna mwenye atakufanya kitu, lakini mimi na wewe tunaikataa, tunasema hatukule, sababu Allah ametuomba tuache na tunaacha. Ile ni sifa ya mwaminifu. Ukijikuta umeweza acha hii chakula, manake huko katika wale ambao wanajitahidi kuwa waaminifu. Sababu kuna wengine hapa, ukichunguza ndani ya mafamilia utakutana mtu ameshindwa funga mpaka leo, anakuletea motifu za kuambia niko mgonjwa, niko hivi, na hana ugonjwa. Asawmu junna yastanji abdi minan nar fahuwa li wa ana ajizun bi. Sababu ya kuacha hii chakula kinyume ya afya inatusaidia tena, yastanji abdi minan nar. Mwanadamu anapofunga tu anaacha chakula yake, anaingia katika wale ambao watapata fadhila ya kufanya nini? Ya kukingiwa na moto wa Jahannama. Ni ndani ya mwezi ambao futiwati abwab aljanna wa khulika abwab an-nar. Huu ni mwezi ambao mbingu yote kila siku iko wazi, moto inafungwa. Sasa ukiacha hii chakula kwa ajili ya Allah, unakuwa unapata majira mazuri. Lakini angalisho kwako na kwangu, ule mtu ambaye Mtume amesema ma lam yada kaula dhur wala amalu bihi waljahil falaisa lillahi hajjata an yadaa taamahu wa sharabahu. Angalisho kwako mimi na wewe tumeacha chakula, angalisho kwako mimi na wewe tunaacha kinywaji. Mtume anasema kuna mtu mwenyewe akishindwa acha maneno tatu, Mwenyezi Mungu hana haja uache chakula kyako na kinywaji kyako, bimaana kula. Ni mtu gani? Man lam yadaa kaula dhur, ni mtu mwenye mpaka leo angali nasema uongo na anafunga, na kufanyizia kazi ya kusema uongo na anafunga. Ni mtu ambaye leo angali nafanya matendo ya kijinga na ili hali iko nafunga. Tahadhari kwako na kwangu. Mwenyezi Mungu anakuambia takullaha wa kulu kaulan sadida. Kuwa na tabia kusema kweli inakurahisishia kukutengenezea mambo yako. Sasa mimi na wewe tuache, kama vile tunakumbushana, tuache kusema uongo na unafunga. Kuna uongo mwingine haina manufaa, haikusaidie kitu, inakupotezea fadhila zako, itaacha chakula kyako kitahesabiliwa. Sema kweli. Na matendo ya kijinga ni mtu mwenye unaona anafunga mpaka leo anakatala kusimamisha sala 5. Huyu Mtume anasema hana haja Mungu ya kuacha chakula yako. Hii ni daraja ya kwanza ya saumu ambayo tumo ndani. Ama saumu khusus, ama saumu ya pili ambayo sasa ni kuacha chakula na kuacha kuona haramu. Ndio Mtume akisema katika hiyo ya pili ya kwamba iza swama ahadukum falyasumu nadharahu an nadhara alharam wa aznahu an sama alharam. Ndio ile ya pili sasa inakuwa unaacha chakula, unaacha kiakunywa, lakini piganisha na viungo vyako sasa visione haramu. Angalia kusimu yako, unaangalia nini? Angalia televizio yako, unaangalia nini? Angalia masikio yako, unaikala na watu gani, wanasema nini? Angalia chakula kyako, unakula nini? Angalia miguu yako, unatembelea wapi? Hii ndio daraja ya pili yenye tumo ndani. Ndio ambalo ukiacha chakula, ukiacha kinywaji, piganisha na viungo sasa visione haramu, visisikie haramu. Kusikia haramu, Waislamu, Mwenyezi Mungu anasema ayuhibu ahadukum an yakula lahmi akhi. Je, niwaonesheni mmoja wenu anapenda kukula nyama ya ndugu yake? Ni hile yenye mpaka leo unafunga ungali naikaa katika fasi ambapo unazungumza tu sifa mbaya ya watu, unazungumza tu kukritikie, kushusha heshima za wengine, unazungumza tu kuonesha kama mambo fulani haiko, lakini unasema ni mambo yenye haiko. Kuna watu wengine wamejifaa wa politisi hapa na hajui na politiki,
anaikala anazungumza siasa, maadamu ukimuuliza ile siasa haijue. Wewe huwezi jua kama umesaumu. Ukiikala kwenye vikao unaanza sikia hapa mwanzo asubuhi mpaka magharibi hakuna kala Allahu Taala, hakuna kala Rasul. So ukimbia hata hizi siku. Baraza yenye unaikala tu wanakuwa wanakuambia ni dunia. Asubuhi mkikala dunia, magharibi mkikala dunia. Maanake mtu mnaikala kila siku, maanake ukikala na watu unakuta mazingira yao wanakuelezea. Ni fulani ni tajiri, fulani ni maskini, fulani alitoka mnyumba, fulani alishafika hivi, fulani amefaa hivi, fulani amefaa. Wao wanafunga, wanakuambia kimbia adhnau ansama al-haram. Usikale na watu wenye wako wanasema mambo ambayo Mwenyezi Mungu haipendi. Lakini utaona mala asafu shadid, uzuri kubwa leo mtu anakuambia bwana, mimi nende ikala kwa ile baraza pale mimi napotezaga somo wangu. Bwana ongea nini pale? Kala Allah Taala, kala Rasul. Hakuna. Maadamu wewe jilazimishe sasa, wakati unafunga ukasikia kuna darsa misikitini, ikala usikilize, kwa sababu malipo ni Allah. Ndugu yangu, wallahi ukisikia mtu anakwambia unakuwa na imani za mingi sana mu Ramadhani, sema alhamdulillah. Sio unafiki. Sababu wewe ukiacha vyote sababu ya Allah unazidisha. Hakuna mwezi utapata bonisi kama si Ramadhani. Mwezi ambao ukisikiliza Qur'an msiku zingine ni sawabu 10, lakini hii mwezi ukisikia tu alifu wanakupa $70. Nani anaweza katala wako wanampa $70 hapa? Sababu watu wengine ukiwaambia thawabu anakuwa anaangalia kama ni kitu mwa complicate. Maadamu jeuza hizo mfranga. Wao wakwambie kila saa ukiikala tu unasikia wanasema alif lam uko na 70 saa 40. Sasa mara ngapi utakuwa umeingiza thawabu? Lakini utaona mimi na wewe mpaka leo mtu tarawih anaikimbia. Kuna watu hapa wanakuambia wanafanya sport, lakini juzu moja tu ya kusali hapa mtu maisha yake anakimbia kusali tarawih. Na kitu Mtume ashakwambia, man kaman fi Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi. Ukisimama visimamo ndani ya Ramadhani, sio kama miezi mingine, unasikiliza Qur'an unapata thawabu, baada ya thawabu unatoka maile swala na dhambi zinavutiwa. Wangapi wanasimama hapa? Ndio maana Mtume alikuwa anatuingia katika sisi, tukiona mwezi kama huyu unaingia, tunazidisha kufanya kheri, imani zinapanda, sababu hauwezi kuwa na imani sawa sawa miezi mingine mu Ramadhani, haiwezekani, lazima uzidishe. Juu vile vile malipo iko mingi. Kisimamo hapa, wangapi leo Ramadhani nakimbia? Ushashimama tarawih ngapi? Ushasoma juzu ngapi? Ushaikala vikao ngapi vya kheri? Ushafanya nini mwako ya kuingiza nuru ya Uislamu? Lakini mala asaf shadid, unakutana mimi na wewe leo ukikia sali la ishai, tarawih ikianza, kwa elimu yetu hizi za kijinga tu za ubinadamu, mtu anasikia mtu anakuambia tarawih bwana, Mtume akusalaka mingi sana kumoske, alisalia kwako. Wewe umesoma tu, wakuuliza kwa umevitosha, ni mwako hausali, ni nuru ya mwako hamuna dini, ni wakangalia mazingira yako haina fursa ya kuipata hapa, unaenda vunja tu msimamo wako kwa ujinga. Mtumie akili mambo mengine, usipoteze fursa, sababu kuna wale ambao leo wako wanalia, wanaangalia jinsi Allah kuna tusamee, wanaangalia jinsi rahma ziko zinatuteremkia, wanakuwa laula akhartani, Mola ungeturudisha. Lakini mimi na wewe tunaangalia hii fursa, mpaka leo unafunga, wanasimamisha Qur'ani kuisikia au kuisoma hautaki. Sura inakuwa ni mtihani. Tulikuwa wadogo hapa mpaka tukikomaa, ukijikuta mu miaka yako wewe baba unaweza jikuta leo labda kusoma Qur'ani ni shida. Lakini angalia sasa, wewe ikakuwa shida. Je, kizazi kiumezala mwako kinyume ya kusema ndaita shekhi fulani wakuje wanisomee Qur'an. Je, mwako unaweza hakikisha kama uko na kizazi kia urisi
Mwenye anaweza somo, naambia mtoto wangu sikujaliwa kusoma, na kuomba mtoto wangu soma Qur'ani nyumba yetu, na sisi tupate katika fadhila za Ramadhani. Huko na ile urisi. Lakini maalasaf shadid, mtihani mkubwa ambayo inatukamata, utaangalia sote tunakamata kuona watoto wetu elimu ya kidunia njoo urisi. Baba anaweza kuambia mtoto wangu ni lisansie, mtoto wangu ni diplome, mtoto wangu ni hivi. Wallahi anashindwa kuambia kama mtoto wake anaujua kusoma Qur'ani, na haimuhuzunishi, na anapata msiba. Nyumba haina ndani nuru ya urithi, Qur'ani hakuna mataisoma, na wewe ungali unaona kama unafaa vizuri. Profite, hii ndio mwezi ambao Qur'ani iliteremka. Kama hauna mtoto wafikishe. Ndio maana unaangalia hii dimashi, kwa wale ambao wanakuwa wanaghafilika, ponda muda wako. Kuna watu ambao ukawaalika hapa, muharusi hawezi kosa, lakini wakikualika sagisi dimashe, kuna kompetition ya musabaka, uisikilize Qur'an. Kama wewe atasoma, sikiliza mwanzo, wataanza kuisoma mpaka mwisho, napata thawabu.